Pengine kuna utofauti gani kati ya Yanga ya kipindi kile na Yanga sasa hivi ambayo inaongozwa na President Engineer Hersi? Sasa hivi mpira ni ajira. Mimi bosi wangu alikuwa anafanya kazi wapi? Bora Matias. Yeye mwajiliwa Bora. Sasa anaajiriwa mimi ananipa shilingi ngapi? Engineer mfanya biashara. Nafikiri na watoto wake na Sinjana na anabosha. GSM. Sasa yule kazi ipo. Haipo kazi. Pakuwa ufe. Unamfuatilia lakini kijana wako? Mimi namwambia. Kwa sababu gani? Tukikaa hivi hapa watu wanasema mwanao bwana kaboronga. Ile lakini ili tugombane mimi na wewe kuna mambo mawili. Unajua? Sijui. Nikikwambia ukweli na nikikudai chama. Nikikwambia ukweli utanichukia. Ukuli gani ambao unaua? Sina mwambia mbona unaharibu unaboronga wazi longo ziazi. Mama mwingine sitaki kusema ni tena. Lakini kwa unavyomuona pale Young Africans hapati muda wa kucheza muda mwingi, pengine unafikiria ni mwalimu ampi nafasi ama umri nao umeenda kwa upande wake ili atafute sehemu nyingine sana nafasi ya kucheza? Umeona mpira huu? Kila mwalimu ana macho yake. Umeona Nabi alikuwa anampanga na anamkubali. Hata mimi alipokuja Mzilai mimi alikuwa ananifikia samani Mungu amlazimu alipo. Mzilai amekufa. Sipendi kumzungumzia marehemu. Lakini mimi alikuwa anikubali. Tukao tunadifa tu sehemu moja. Jigi tu macho. Ulikuwa unapenda jigi? Alijua mimi namchukulia mlembo wake. Mimi sina. Unajua mimi pombe napenda pombe. Na mimi by profession mimi si mwalimu. Napenda wachezaji walevi. Sio wazinzi. Pengine ukipata mchezaji mlevi na umesema mchezaji mzinzi, kuna utofauti gani hapa kati yao wanapokuja kwenye mechi? Anisikize mimi hapa leo naweza nikanywa bia afu nikakidimia piga jig hapa joint zote mafi faida. Wewe hujui? Najua hilo. Sasa kama unajua mbona uulize maswali ya kutoka? Wewe jinga hizi mambo za kuchukuliana watoto kumbe imeanza zamani toka kipindi hiko. Sio watoto mimi nimesema jig so mwanamke kwanza sio rafiki katika maisha yako. Kwa mchezaji mpira sio rafiki. Mama ndio rafiki kwako wewe. Mimi siku moja nishapigwa kibao. Nani kanipiga? Baba. Ilikuwaje hiyo? Nimesema si mwanamke wangu anasema wanawake wote pomba fadhili mamangu. Ilikuja slap. Wewe unajua mimi nakaa na mamako mpaka leo unapige. Wanawake wote jinga tu. Funga mdomo wako. Ukala kibao. Sasa sijui alitendewa nini sasa. Umeiangalia Young Africans msimu huu imekuwa safi ikilegalega, lakini ndio inaongoza ligi pekee. No, Yanga mbona ilianza vizuri? Mimi naamini Yanga ilianza vizuri. Sijui sasa kama wanalega njiani. Lakini Yanga ilianza vizuri. Unaiona msimu ukienda kufanya chochote kitu ni kuchukua ubingwa ligi kuu na CRDB. Kwani walipoanza sio bora wameanza vizuri? Kwani Yanga wameumba wapi? Umekuwa na kupoteza alama nyingi msimu huu tofauti na msimu uliopita. Kwani Yanga sasa wamefungwa mechi ngapi? Hawajafungwa msimu huu. Lakini sare. Sare ngapi? Wako better na I think so wako more better. Pengine unapataga muda kuongea na kijana na kumshauri mambo mawili matatu. Ni jambo gani ambalo unakuwa unamsii sana na unamuona hapa tunafanya kucheza ndani ya kikosi? Jambo gani unamkumbusha sana kama aidha fanya mazoezi au sasa imefika muda kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine? Jambo gani sana wewe unamsii kijana? Unajua katika mpira starehe ndio inakupoteza. Na kuna starehe mbaya kama mambo mengine sitaki kusema na msiwe tuache. Lakini kwa unavyomuona unatamani kumuona akaendelea kubaki pale pale Young Africans huku akiwa apate muda mwingi kucheza au pengine ungetamani akatafuta sasa changamoto sehemu nyingine? Kwenye ligi hapo pia ataenda timu gani ambayo inaweza ikamshuti? Pamba Jiji ya uko Singida ya Pamba Mwanza. Pamba na Yanga ucheze aende Pamba Jiji basi. Lakini maslahi si mzigo si unafoka. Sasa unaenda Pamba Jiji je utapata mzigo huu?
alipotoka Azam katoka 7 kaja kwenye 10 kabisa. Sasa utoka kwenye 10 unaenda kwenye ngapi? Unataka kucheza, unataka hela yote vile kwa wakati mmoja. Anataka kucheza baza, anataka kucheza. Sasa umri umeisha 87 mpaka hiyo, lakini sitaki taito si basi yameisha. Yaani boa miaka 950. Wengine sasa, kwa nafasi yako kama baba, kijana unamwona wapi baada ya Young Africans? Ndio ungetamani kumwona sasa kwenda naye akavunja rekodi yako kucheza nje ya Tanzania? Sasa hivi amechelewa, singombe aje na mtu sasa hivi atoke akacheze wao, maybe ligi ya Kenya. Tumemwona kijana Aweso Aweso na miaka mdogo kwenye 20 na kitu. Sasa yule ana miaka mingapi? Sinakwambia mwingine Fauja aliwaacha tu basi. Kwa sasa hivi tunaweza tukasema Shuabo umri ushamtupa, ndio anaenda ukingoni. Tena hata Yanga wanamkubali, ndio maana yuko mpaka leo. Na hilo swala ni la kweli. Tumeona moja kati ya mechi alipata, nasikia juzi hapa alicheza, nasikia mimi sijaona, nasikia kuna mtu aliweka fulani hivi watu wanamjaza akaokota, sio poa hapo. Mimi hajanipa sasa mpaka sasa hivi hajakuingizia jinga kabisa. Pengine Babu Kaji, kiungo gani ambaye unamfuatilia kwenye ligi yetu sasa hivi na unamkubali sana, ukiachana na mwanao, kiungo gani anakuvutia? Mimi nikwambia kitu kimoja, niliacha kwenda mpilani siku moja. Yanga wanacheza na SM Alger. Yanga na SM Alger. Wanakumbuka mechi ya mwisho ya hatua makundi msimu uliopita. Sasa pale engineer kwa alienda sijui wapi bungeni Dodoma. Timu tumekwenda, yule refari anachezesha kama Yanga ndo wageni. Ndio nikapa send plan tena. Sisi tuko nyumbani. Mimi naona tulikuwa nenda nchi za watu tunanyanyaswa mpaka mwenyewe anajisikia kichefu. Engineer kwa Dodoma. Yaani mchezaji wa Mwarabu sana dondoka kiwanjani. Wanaingia madokta. Wakishaingia madokta wanamtibia kiwanjani. Afu dokta anatoka na mchezaji anabaki. Kanuni, mchezaji huyu mmoja ndio anapaswa kutibiwa kiwanjani. Lakini mchezaji wa ndani ikishaingia machela, beba nje, tupa nje, atibiwe nje. Lakini pasi injinia sipo Dodoma anafanya nini? Sipasi ni mseme bado anamuongoza mwanangu. Akinisikia anaweza kumwekea jina. Pengine hilo ndio swala ambalo lilikufanya usiende uwanjani mpaka leo. Ndio mpaka kesho. Na ufuatilie kabisa mpira. Nifuatilie kitu gani? Uangalie vijana sasa hivi wanafanya vitu vikubwa. Sijui, hakuna kishawishi ambacho mimi kinanifanya niangalie mpira. Tena kuhusu Yanga. Mimi naipenda Yanga. Na nimechezea Yanga. Lakini sasa administration fine mimi inaniboa. Hata akisikia mwacha akasirike tu mabaki vile. Pengine ukipata nafasi yote kumwambia sasa president wa Yanga kitu fulani aboreshe ili enyewe timu inaweza kufika somewhere. No, unajua ili tugombane mimi na wewe hizi ngapi? Mbili. Nikikwambia kweli nikikudai changu. Nikimwambia kweli mimi atanichukia. Kweli atakuchukia. Yeah, of course. Hata wewe mtu akikwambia ukweli atakuchukia. Utamchukia tu. Sana kuchana live. Kwa Babu Kaji unataka kusema kuna mambo ambayo yapo Young Africans na wewe uyaelewi na unapenda kama tukio moja lilotokea tu ndio hilo mimi sijalipenda. La Yanga zidi SM Alger na uongozi kutokuwepo. Sasa ameenda Dodoma kuangalia timu gani bwana? Wanasema Simba kwenye ubora wake huwa alikuwa anafika hatua ya robo finali mara nyingi, lakini kwa Young Africans tunaona ni tofauti, wanaishia hatua ya makundi. Pengine nafikiri Young Africans wanafeli wapi na tunaangalia ni bora. Unajua mpira una mbinu. Mpira unaweza kucheza nje na ndani. Kuna muda anaweza kanakosea kucheza nje. Asiamisha hayo. Babu Kaji anataka
tuongelee swala la ulonzi. Timu nyingi zimekuwa zikikamatwa na mambo ya ushirikina. Mwisho Singida juzi tu amekuwa adhabu kuhusu mambo ya ulonzi. Pengine kipindi chenu kipindi mnacheza swala hilo lilikuwepo? Imani ya uchawi mimi sikatai. Hata mimi nilikuwa natoa ilizi. Mimi siku nishapoa ilizi ndio natoka pale uwanjani Taifa ndio nakabidhiwa ilizi. Sasa nje kiwanjani una kizunguzungu. Nikufika vitabu nikazitupa zote. Nikaona mimi zina ndimo uchawi uko baba. Believe or not. Na unafanya kazi. Kwenye itikadi zake. Itikadi. Wewe kama unaamini uchawi? Mimi siamini. Basi, ndio nasema mtu mwingine anaamini uchawi. Pengine kwenye mchezo gani ambao utaukumbuka nyinyi mliwahi kucheza na imani za kishirikina zilitumika na mkashinda na ukaona kumbe hiki kitu kweli kinafanya kazi? Mimi labda niko Bagamoyo. African Winners. Na timu kanacheza African Winners. Tushapigwa 2-2. Mwenye timu akarudi kwa mganga. Kamtoa msato. Lakini amekuja mimi kuniambia baadaye kwamba magoli sikaenda kama melete kuku. Akaita kuku mbele akamchinja. Ni damu upake mpira. Zamani si mpira mmoja tu. Ndio mpira mmoja ukatoka akaupaka damu ya kuku. Na aliambiwa atafunga mimi hicho cha goli bado ni cha Abu. Atafunga Abu sijui ni nani. Sasa mmoja alishafunga goli. Sasa mpira wote kalazimisha Abu. Bibira. Nikafunga kweli goli. Sasa hili lipasiwa sana au ndio imani ya mganga. Mechi kaisha 2-2 watu wale. Hawaamini macho yao. Tumefunga 2-1. 2-1. Wao tufunga moja. Sasa akamrudia mganga wake kamtoa mganga msonga tu msata kwa kokote. Hapo ndio kaza kamili kama ushirikina huko na kule unafanya kazi kwenye mpira. Yaani hivyo uchawi ni imani. Mimi naweza kamba niliumia goti. Nikaenda nikatibiwa kitu ambacho muona huyo karatasi kuna picha yako huyo ndo kakuloga. Si mimi ambaye mimi mwenye mpira nikasema mimi basi. Sasa mimi nimekaa sana Bagamoyo. Ndio wakati. Mbona baba tukusikie? Sio kuniona zamani sikusikia kwenye redio. Ngabwana mimi goti langu nimemafu faida. Na nimeenda hospitali ambayo asubiri. Wakaniambia njoo Bagamoyo. Na nakwenda naonyesha bwana umeona hizi picha huyu anakutenda huyo hapo. Na ni mchezaji mwenzako. Sasa siwezi kutajia. Wewe kabla sasa ukachukua maamuzi gani baada ya kujua mchezaji mwenzako anakufanyia mchezo? Aliniambiaje? Simone, chukua kisu choma kwenye maji haya. Kwenye bakuli ambayo yakiwa mekundu mtu anaondoka dawa. Nikasema na mimi hapana. Haiwezekani. Mimi siwezi. Mimi naomba nipone tumwache. Mungu ndio atanilipia. Na baada ya kufanywa dawa ukapona. Pona nikarudi vile uwanjani. Kama miaka 250. Mchezo gani wa dabi umecheza Young Africans? Mchezo gani wa dabi ambao utaukumbuka daima kwako kama ulikuwa kwenye kiwango bora ama siku mlipata matokeo mazuri kabisa? Wale Simba mimi sijawafunga sana kidogo ndio wachezaji. Lakini ndio kukumbuka sasa hivi ni siku gani na mechi gani sikumbuka. Sema kitu kinachoniumiza mpaka leo nilikosa penalty tu Zanzibar basi. Dhidi ya Simba. Hapo Simba unanizingua vile toka hapa kelele paka. Kwa akajua ameuza mechi bwana. Haya ni maneno. Ndio ukikosa kufunga Simba, watu kila mtu anaongea neno lake. Huyu ilikuuma sana kiasi akikutoa na kile mchezoni. Si ndio after penalty nimpiga nimekosa. Yaani mtaani watu walikuwa lawama si unajua zipo. Simba na Yanga nafikiri mwenyewe unajua. Mwingine anaanza kujadili tukia nyuma. Una usimba maneno kibao. Na mimi njeno nilikuwa napenda Simba. Lakini Ngonya alinikataa. Alisema mtoto.
Sasa si nikaenda Yanga nikawasha ile 86 Afrika Mashariki, unaona hapo nani ndo anakuja sasa, ngoja anakuja tena, mimi naenda Simba. Nikamwambia wewe nenda huko, siwezi kwenda Simba. Kumbe babu leo unatoa hasira, kumbe ulikuwa mshabiki wa Simba kitambo. Mimi nilikuwa napenda Simba Yanga sasa alikupa ajira nini, basi ukaingia tu. Sasa eti si umesema mimi mtoto, sasa unanihitaji tena, nimekuwa lini? Ngambia achana na mimi, baada ya kuonyesha mambo eti wananiita kabla mimi asira tu, ndio siwataka, na nilikuwa natamani niwafunge sana, sasa ameshanidhalilisha mimi mdogo, lakini nafikiri Simba nishawahi kuwafunga mara moja na kumfunga ni sana, lakini I'm not sure. Tarehe 3 ya mwezi ujao dabi Simba na Yanga, mechi ya kwanza ilisha kwa sare, suluhu ya bila, lakini Young Africans inaonekana kwa nyuma sana ya mpira. Mechi ijayo utabiri wako ni upi? Unajua nikwambia kitu kimoja, hizi mechi za Simba na Yanga zitabiriki. Ile timu mbovu inaweza kumfunga timu nzuri, sinajua tena manjonjombwi, basi ameisha. Bwana Shua Boy, mimi nikushukuru sana. Poa.